kwa namna ambavyo tulivyokubaliana sote kwa pamoja kujitokeza na kwenda kujitolea kwa ajili ya kwenda kuwakumbusha na kuendelea kuwahamasisha maafisa usafirishaji wenzetu, lakini na Watanzania wenzetu kwenye swala zima la umuhimu wa kujitokeza kwenda kupiga kura ifikapo Oktoba 29. Ziko sababu nyingi sana kama sisi maafisa usafirishaji kwa nini tunajitokeza kwenda kupiga kura. Moja ya sababu tunaona amani tuliokuwa nayo. Sisi maafisa usafirishaji, shughuli zetu kwa asilimia kubwa sana zinahitaji amani, zinahitaji utulivu. Ili tuweze kumsafirisha mtu kutoka eneo fulani kwenda eneo lingine, ni lazima amani iwepo, ni lazima utulivu uwepo. Lakini vile vile kwa kupitia uchaguzi uliokwisha, kwa sababu nchi yetu tunaishi ni nchi ambayo inaongozwa na demokrasia, si nchi ambayo inaongozwa na masuala ya kifalme au masuala ya kidikteta. Kwa hiyo kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni takwa la kisheria kila ifikapo miaka 5 watu tuingie kwa ajili ya kwenda kuchagua viongozi ambao tunawahitaji. Viongozi wanadi sera zao ili wananchi sisi tusikilize, alafu mwisho wa siku twende tukafanya maamuzi kwenye sanduku. Hiyo ndo desturi na huo ndo utaratibu na hiyo ndo sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Niaba ya wahudumu wa afya ngazi ya jamii, tumeamua kujitolea bila kulazimishwa na mtu yoyote kwa ajili ya kuhamasisha wananchi ili waweze kujitokeza kupiga kura. Kwa sababu gani tunawahamasisha? Watakapojitokeza kupiga kura ndiko kutakakosababisha kupata kiongozi bora, ndipo tutakapopata maendeleo bora, ndipo tutakapopata elimu na afya bora. Kwa hiyo hata sisi wahudumu wa afya ngazi ya jamii tutapata urahisi wa kuwafikia au kuifikia jamii kwa ajili ya kuihamasisha mambo ya afya. Kama kuna amani, kila kitu kinawezekana. Afrika nzima imepata amani kupitia Tanzania. Kwa hiyo tunaomba amani sana, maana pasipo amani hatutoenda mbele. Mvurugano sio kitu, utengano ni dhaifu. Tutengeneze nguvu moja, hasa vijana ndio taifa kubwa la leo, la kesho na baadaye. Mimi kama kijana bwana, na mazingira yangu kama unavyoniona hivi mlemavu, mimi hilo jambo la maandamano kwanza sijali hafiki. Umeona? Kwa sababu linapotokea watu kama sisi ndio watu wa kwanza kupata shida. Na so mimi nawatetea mpaka na wazee ambao hawajiwezi. Lakini sisi vijana tuna akili tu za kushikana masikio, na wanaotushika masikio ni watu ambao wanajiweza, wana hela zao. Wao watakuwa bata huko, sisi huko ndio tunapata shida. Kwa hiyo sisi bwana, kwanza nawashukuru kwa jeshi la polisi. Wanaika amani kubwa sana. Umeona? Jeshi la polisi linafanya kazi kubwa sana. Linaika amani ya kutosha. Lakini haya maneno mitaani haya ndio wanatuharibu sana vijana. Kwa hiyo inabidi yani tutoke katika hilo, tupige kula kwa amani. Tumezaliwa tumekuta Tanzania si vijana ina amani, hatujasikia ishe kutokea vita, ila sisi ndio tunakuwa tunasaidia nchi nyingine vita, ila sisi haijawahi kutokea. Kwa hiyo mimi naona tu kwamba hili jambo ni zuri, kama vijana wetu mmekuja sehemu kama hii ni kitu kizuri. Kuna wengine hawapate elimu kama hii na hawajui, na natakiwa wapate hii elimu. Kwa hiyo nyinyi zoezi lenu liwe endelevu na Mungu awatangulie.